kitu ambacho kinaweza kusababisha ukawa na ufungwa wa ufahamu ni kupofushwa fikra zako na mungu wa dunia hii. Kupofushwa fikra zako na mungu wa dunia hii. Kuna mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii kazi yake ni kukulaghai, kuona kama mafanikio ya hapa duniani ni mazuri kuliko huko unakokwenda. Na ndio maana hata Yesu alipokuwa katika dunia hii, ule wakati ameenda nyikani kuomba, kwanza akamwonyesha mkate. Akamwambia, naweza kuyaambia mawe haya yageuke yawe mkate upate kula. Lakini baada ya hapo alimchukua tena kwenye kilele cha mlima, akamwonyesha fahari zote. Ambia, unaona magorofa yale, unaona nyumba ile, unaona kitu kile, ukinisujudia nitakupa, ukinisujudia nitakupa. Sasa Mungu wa dunia hii ndivyo anavyofanya. Anakulembesha anakuonyesha mambo mazuri, anakutamanisha mambo mazuri, lakini lengo lake ni kukupoteza. Sasa Paulo anawaambia Wakorintho, anawaambia Mungu wa dunia hii amepofusha fikra za wasioamini. Usipoiamini kweli ya Mungu, usipotaka kuifuata kweli ya Mungu, Mungu wa dunia hii atakuchukua mahali na atakuangamiza kama huyu kamanda alivyoangamizwa. Kwa hiyo usipofushwe akili yako na mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii anatumia mafanikio ya duniani kama fimbo ya kumalizia watu. Kuna watu wengi wa Mungu sana wameporomoka sababu ya mafanikio ya duniani. Sababu mtu apate chakula, sababu mtu apate gari nzuri, sababu mtu apate kazi nzuri. Usiuze utu wako kwa kutafuta kazi nzuri. Usiuze roho yako kwa kutafuta mafanikio ya dunia hii. Hiyo ni njia ya adui ya Mungu wa dunia hii kukupusha macho. Kuna mabinti wengi ambao wameuza ubinti wao kwa sababu ya Mungu wa dunia hii kuahidi mafanikio, lakini leo wanajuta. Kuna vijana ambao wameuza utu wao, Mungu wa dunia hii akawadanganya, leo hii wana majuto. Kwa hiyo fikra zako zisipofushwe na Mungu wa dunia hii.